Mamdogo. Shikamoo. Sina haja ya salamu yako. Nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Nataka hati za marehemu baba yangu. Kwani unang'ang'ania hapa panakuhusu nini? Mwangalie. Wewe sikiliza. Nitakuja nikufanye kitu kibaya sana. Hizi ni mali za babangu mimi. Wewe hazikuhusu. Ukizingatia wewe ni mtoto wa marehemu dada yangu tu. Sasa basi. Ukiona tena mguu hapa, nitakuja nikufanye kitu kibaya. Sijui tumeelewana? Kifupi nyundo. Chasambi, hiki kikao unachokiona hapa ni kwa ajili yako. Umeletewa malalamiko na ndugu zako hawa kuhusu mali za marehemu baba yao. Nasikia hutaki kabisa hati kabisa. Je, hili jambo lina ukweli? Ni kweli mjumbe, lakini kwa sasa hizo mali sio za kwao tena. Hizo mali nimelisishwa na marehemu babu, na kama ajenda yenyewe ndio hiyo, basi chikikao mimi akinifai. Chasambi. Mjumbe, si umeona? Haya ni madharau. Haiwezekani Chasambi atudharau katika kikao cha wakubwa kama hichi. Kaka, mimi sijategemea mtoto huyu kutufanyia jambo kama hili. Sasa basi, hilo swala niachie mimi, nitalimaliza. Nimekuelewa dada. Nasemaje? Huyu mtoto dawa yake iko jikoni inachemka, bado kunywesha tu. Ndugu zangu, punguzeni pressure, punguzeni jaziba. Mimi nitakaa na Chasambi, tutaongea naye vizuri, na hisi tutafikia mwafaka mzuri. Punguzeni pressure ndugu zangu. Sawa ndugu zangu. Unafanya mambo ya kutisha. Wale watu ni wakubwa na wamekuzidi. Hata hivyo, unataka kutafutia matatizo ndugu yangu. Kapelo, mimi siogopi chochote kile. Wale wanataka mali, waende wakaziuze. Na marehemu babu shasema zile mali zisiuzwe. Na ndio maana mimi sitaki kuwapa hati. Funga tuondoke, mchawi ana huruma. Alipofika nyumbani mwanae kamtafuna. Funga tuondoke, mchawi ana huruma. Alipofika nyumbani mwanae kamtafuna. Funga tuondoke, mchawi ana huruma. Alipofika nyumbani mwanae kamtafuna. Mkuu, samahani sana na asante sana kwa ujio wako. Mkuu, kuna kitu sana kinanisumbua kuhusu yule mtoto wa marehemu dada yangu. Unataka kufanyaje? Nahitaji ruhusa yako tu, mkuu.
Ruksa umeipata, ila naomba ufanye kazi kiuangalizi zaidi. Sawa. Asante sana mkuu wangu. Lei Nazu, na hapa siku hizo 2 kazi yangu muikamilishe. Sawa. Funga tu. Mchawi ana huruma. Alipofika nyumbani mwanae kamtafuna. Funga tuondoke, mchawi ana huruma. Alipofika nyumbani mwanae kamtafuna. Vipi bwana? Poa vipi? Yaani kiukweli Mwenyezi Mungu awajalie hivyo hivyo. Yaani mnapendezana. Yaani mmefanana kama pea. Kiukweli natamani siku ya ndoa yenu nishuhudie kwa macho yangu mawili. Ila shem, na wewe kila unapotuona auishi kutusifia jamani. Yaani acha zako bwana, mimi naona aibu. Yaani kiukweli shemeji, mmependezana sana. Na siku akikuchiti huyu jamaa lazima nikwambie. Chasambe, hebu acha maneno yako ndugu yangu. Unajua nimekupitia hapa saizi mapema ili tuweze kwenda kazini. Fanya upesi ondoke bwana. Basi kwa dakika moja brother. Umesikia? Dakika moja. Changamka basi. Si unaona? Huyu jamaa bwana. Kwa sasa fresh. Hapa sasa fresh. Safari. Sasa mambo si mbaya. Mzee Kapelo. Za saizi mjomba, sina haja ya salamu yako. Wewe mtoto mchawi sana wewe. Baby, kwani kuna nini? Chasambi, vipi? Kwani kuna shida yoyote? Wewe acha tu ndugu yangu, hamna shida yoyote. Twendeni. Kwa bwana, ndio hivyo bwana, katika amadi Mungu Tumskite. Kananuna. Tumchinje. Kananuna. Tumskite. Kananuna. Tumchinje. Kananuna. Basi inatosha. Washirika wenzangu, tumekutana hapa tena kwa mara nyingine kwenda kuifanya ile kazi yetu na kuikamilisha kikamilifu. Sasa basi, sitaki itokee shida ya aina yoyote. Nataka niifanye kazi yangu vizuri. Tumeelewana? Ndio mkuu. Sawa. Ndio mkuu. Unasemaje? Atanijua mimi ni nani na atachambia nyembe. Mimi sio mtu mzuri. Sasa basi, sina maneno mengi. Chama ndani. Mkuu, ile safari ya jana tulifanikiwa kwenda, lakini tulivyofika
huwezi kuamini, tulirushwa, hatujajua ni kitu gani ambacho kimeturusha, au itakuwa yule mtoto ni mchawi nini? Hapana, sio mchawi, analingia nguvu za marehemu babu yake, ila itakuongezea nguvu. Enyi wabwanga wa ushambani wa uzigwani, naombeza mumsaidie huyu mndee akakoshe ndima zake zoshe. Hamna mpuzi yoyoshe wa kumzingua nyangu. Naombei waume wa ushambani wa uzigwani, msaidieni. Mkuu, na kuahidi nitaifanya kazi yako vema, na nakuhakikishia sitokuangusha. Sawa, unaweza kwenda kufanya unachotaka. Unaogopa nini mtoto wa dada wewe? Hii ni rasharasha tu. Masika hapa yanakuja. Vita ni vita Mura. Ndugu yangu Kapelo, yaani hauwezi amini, asubuhi leo nimejikuta nimelala nje, na mbaya zaidi nakimbilia kwenda ndani, mjomba sijui alikotokea ni wapi. Yaani hichi kitu kinanistaabisha sana rafiki yangu, yaani nashindwa kuelewa kitu gani kinanitafuna katika maisha yangu mimi. Msichana wako ni nini? Kitu ambacho kinafanya wewe sasa hivi hapo uniambia mimi haujaelewa ni kitu gani? Chasambi, wale watu wanakutafuta wewe muda mrefu. Kutokana na wewe una mali zao, una hati za marehemu baba yao.
Hivi kwa nini usikae chini leo hii ukafanya maamuzi ya kiume kuwapatia hizo hati zao? Ili maisha yako ndugu yangu yawe sawa. Kapelo, mimi sio kama sitaki kuwakabidhi hati za marehemu baba yao, lakini wale wana tamaa na kitu ambacho marehemu babu hataki. Maana nikiwakabidhi tu zile mali wataziuza. Hicho kitu mimi ndo sikitaki. Kila siku marehemu babu, marehemu babu, marehemu babu. Mtu kashakuwa marehemu. Atufanye sasa leo hii wewe umechukua zote umeenda kuwapelekea hati zao. Wewe kitabadilika nini katika maisha yako? Hebu achana na habari za marehemu babu ndugu yangu. Chukua hizo hati, wapatie hati zao, maisha yako yaende sawa. Kapelo, hata sijui mimi nifanyeje ndugu yangu. Maana shangaa kitu kinanitafuna sana katika maisha yangu. Ni ngumu basi hivyo hivyo na maisha yako mwenyewe. Tajiri. Mkaa kipimo kimoja. Si hapo hapo kwako? Basi sawa. Nisikize bwana, mimi acha nipeleke mkaa kwa sababu naona mambo yenyewe yashakuwa mengi. Lakini yani kweli Kapelo, hata kama hapo napokuacha na mwenyewe umemwangalizi sana. Sawa? Zu. Mama. Hivi huyu mtu na dada yake wana taarifa yote ya kikao? Nimewafikishia ila wanakudharau tu mkuu. Wananidharau mimi? Ndio mkuu. Sawa, nitajua nafanyaje. Asanteni sana kwa surprise. Nilijua mmenidharau. Mkuu, samahani kwa kuchelewa. Najua ulikuwa unajiuliza maswali mengi sana juu yetu, lakini ni hiki kimbilikimo ndio kilikuwa kinatusumbua sisi, ila mkuu, swala letu tumelifanikisha. Safi sana vijana. Mkuu, naamini ile swala limeisha. Nilikuwa naomba utupe nafasi tusherekee mkuu. Sawa mkuu.
Kapelo. Tumbo linaniuma sana ndugu yako. Nini shida? Nini shida? Mimi sijui, nimemka linaniuma tu. Sasa rafiki yangu wewe unaumwa kaka ndani peke yako. Utakuja kufa. Hebu nyanyuka taratibu. Ngoja. Kazi basi. Taratibu na mimi. Sasa ndugu yangu unaumwa unajifungia ndani cha saa 2 rafiki yangu. Ndio nini sasa? Siwezi hata kutoka nje. Sasa jitahidi kunyanyuka twende nje. Sawa. Jikaze taratibu. Twende. Ndio sana Kapelo. Taratibu twende. Taratibu. Utajiumiza. Hapo kaa chini hapo sasa. Taratibu kabisa kaa chini. Ndio. Hapo sawa. Tazambi. Kapelo. Tazambi. Kapelo. Nenda kamwita mama mdogo. Kamwambia nauma sana. Sawa Kapelo. Sawa. Sasa hivi nakuja sawa. Nakuja sasa hivi sawa. Sawa. Kaka. Mambo yashaanza kunoga kakaangu. Mambo yamenoga? Vipi tena dada? Unauliza nini tena? Mimi si unanijua? Nakujua dada yangu. Sina baya. Kabisa. Sina mambo meusi. Kabisa. Sijarogwa. Kishamlamba tayari. We dada, usiniambie. Yaani, kwa hiyo dada unataka unieleze kwamba ushammaliza? Kama unavyonijua dadako. Sinaga shombovu. Nakujua vizuri. Chuma. Yaani sina baya. Ndio. Sijui tumeelewana? Nimekuelewa dada. Yupo kitandani sasa hivi anagalagala. Dada, ungemmaliza kabisa. Kwa hiyo wewe unamfundisha mamba kuogelea majini au vipi? Mimi nasemaje? Yule mtoto safari hii namaliza. Hicho ndo ninachokihitaji dada yangu. Na ninajua kwenye kazi zako huwezi kurembesha. Mimi nahitaji ummalize. Na atapotea. Kwa mimi? Yaani kwa mimi ataenjoy mwaka huu. Basi haina shida dada yangu. Sasa mimi nikuache. Basi ngoja nimalizie na kwa sababu nataka nivipange hapa makuti yangu. Sasa ndugu yangu, hiyo chai ipo kuna. Hapana dada, mimi sijafika chai mpaka sasa hivi. Uchovu tu umekuzidi. Mimi naenda kuendelea na shughuli zangu. Haya, mimi ngoja na mimi nipange makuti bwana dada. Sasa hizi salama.
Mamdogo, mjomba, nisaidieni. Mamdogo anaumia. Mamdogo, macho yako yanaumia, sioni vizuri mamdogo. Chasambi, Tumbo linaniuma sana. Chasambi, tatizo lako wewe ni ubishi. Laiti kama ungeamua kutupa hizo hati za marehemu babangu, lisingekukuta hilo lilokukuta. Kwa maana hiyo vitu vingine unavisababisha mwenyewe. Sasa ukitaka tukusaidie, tuoneshe hati, au sio dada? Wewe ni sikio la kufa ambao lisikii dawa na utatabika sana. Yaani swala liko simple tu, ni kutoa hizo hati za marehemu baba yetu. Kwani wewe hizi mali wewe zinakuhusu kitu gani? Zinakuhusu nini? Wewe utateseka sana katika maisha yako kwa ubishi wako. Mamdogo, nisaidie kwanza, nitakabidhi hizo hati. Mjomba, naumia, nisaidie. Unataka kusaidiwa, si ndio? Ndio. Haya, tupe hati. Basi nisikilizeni. Hizo hati mimi sina. Marehemu babu hata alizipeleka kwa mwenyekiti. Kwa hiyo nendeni ili awakabidhi hizo hati zenu. Nateseka sana mamdogo, nisaidie. Unatuhakikisha kwamba tukienda kwa mwenyekiti tutazipata hizo hati? Ndio. Sasa nisikilize, tunatoka hapa tunaenda kwa mwenyekiti. Sasa ole wako tusizipate hizo hati. Chasambi, hicho ni kidogo, kitakuja kikubwa zaidi. Sio, tumeelewana? Na nasemaje cha kuongezea, mwaka huu utateseka. Usipotoa hizo hati na kumaliza kabisa. Na manusura yako ili upone, tupate hizo mali, tupatie hizo hati. Dada, jinga wewe. Tuenzetu kwa mwenyekiti. Twende. Naumia. Baba. Wangu. Ndio babu. Upo? Nipo hapa babu. Nini babu? Babu, mimi naumwa. Najua babu. Pole babu. Nimekuita kama mimi naumwa. Naumwa babu. Ndio. Ninaona ugonjwa huu sitopona. Babu, usiseme hivyo babu, utapona tu babu yangu. Hapana babu. Ninajiona mimi. Nakwambia hivi. Ndio. Mimi naumwa, wanangu hawanijali. Unanijali ni wewe mjukuu wangu. Kweli. Kwa hiyo mimi nitapokufa, kama nakufa babu, nisikilize nasema. Nakusikiliza. Kwa hiyo mimi naumwa, unisikilize nitakayosema. Mimi sina mengi ya kukuachia. Sina mengi ya kukuachia mjukuu wangu. Ndio. Ila mimi nakupa koti hili. Ndio. Koti hili. Ndio baba. Nakupa kama itakuwa urithi wako wa dunia. Kama ukiona mambo yako hayakwendei sawa, ndio basi leo babu, koti utavaa. Mimi kama nitakufa, mali yangu sitaki iuze na mtu yoyote. Babu. Babu, mimi nakufa. Babu, usiseme hivyo babu. 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 Hapana. Babu. Babu. Babu, utapona tu babu. 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 Babu.
Mwenyekiti, sisi tumekuja na mguu, sio mara ya kwanza, sio mara ya pili. Nadhani unakijua tulichokifata hapa. Tumefata hati miliki za marehemu baba yetu, au sio dada? Na inasemekana hati hizo wewe ndio unaomiliki. Sasa basi sisi hatuna maneno mengi, tunachokitaka hizo hati na haki zote alizotuachia marehemu baba yetu tunazitaka. Najua kabisa nyinyi ni watoto wa marehemu, lakini kijana ambaye amepewa hati sio nyinyi. Ni mjukuu wake. Sasa nakwambia ni vipi, kama tukienda kwa mjukuu wake akithibitisha kwamba nyinyi ndio mtakao mrithi hizo mali, mtapata mali zenu. Shida iko wapi kwani? Twende hata sasa hivi mwenyekiti, ndio kitu ambacho tunachokihitaji hicho. Chasambi, wazee wako wamekuja nyumbani kwangu, wanasema umetuma hati. Umetuma kweli? Ni kweli mwenyekiti, lakini nimebadilisha maamuzi. Kwa hiyo hati endelee kukaa kwako mpaka mimi nitaposema ichukuliwe. Mnaona? Mnasumbua bure, mimi niko nafanya kazi zangu pale, mnanisumbua. Nataka hati ziko wapi? Tafuteni mali zenu bwana, nyewe vipi mnasumbua mpaka huku? Alafu wewe mfupi nyundo, wewe mfupi kimba, mwangalie pale sura kama le mama yake alikuwa hivi hivi kibaya. Wewe unajifanya mwanga, wewe sio mwanga. Sasa basi utakutana na chuma, nitakuonyesha. Wewe nakwambiaje? Wewe umenyea kambi, pumbavu mkubwa wewe. Dada, mimi nahisi mwenyekiti na Chasambi kuna kitu ambacho wanatuficha, au zile mali anataka kumuuzia mwenyekiti. Mimi nilichomgundua mwenyekiti, nahisi lao hili moja na ile Chasambi. Alafu sasa mimi ninachokiona, yani yule mwenyekiti asijiingize kabisa katika swala hili. Yaani Sikiza nikwambie kitu dada. Sio, umenielewa? Yaani Chasambi haiwezekani leo tunaenda kwake. Tunasumbuliwaje na mtoto mdogo dada yangu? Mimi hapa ninachokishangaa ni kimoja. Yule mtoto alikuwa hoi hoi maututi, tena hata haoni. Kinachonishangaza ameponaje? Sasa basi mdogo wangu ananichezea mimi, namuonyesha. Yaani tipu hii namuonyesha, nammaliza kabisa. Sijui tumeelewana? Nimekuelewa dada. Sitojali kama yeye ni mtoto wa marehemu dada yangu. Yaani naua. Dada, hiyo kazi nakuachia wewe. Na uhakikishe asipone. Tunaelewana dada? Sawa, haiwezekani. Alafu kingine, yule mtoto ni mchawi. Sasa uchawi wake, mimi naona kama hapa yeye ni mtoto mdogo tu, ana lolote. Yaani yule ni mchumba. Kanichosha. Nasemaje? Sitojali kwamba yeye ni mtoto wa marehemu dada yangu. Mimi namaliza kazi. Mimi nakuelewa dada. Mimi najua kwamba hivyo vitu unaweza kuvifanya.
Tumsikite, tumsikite. Watu msikite, 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 tumsikite. Msikite, tumsikite. Za asubuhi mama mdogo. Aliyokuambia na shida salamu yako nani? Kama salamu unaiona mali, peleka benki, nenda kahifadhi, alafu kesho itakusaidia. Lakini mama mdogo, mimi niko nakusalimia. Lakini nini? Mwanga mkubwa wewe usiokuwa na haya. Mtoto mdogo unaendekeza uchawi. Pumbavu wewe usiokuwa na haya. Mwangalie pale. Toka nyumbani kwangu. We mtoto unajifanya mwanga Na kuona sana unajifanya mwanga Nakwambiaje? Nitakukomesha tipu hii. Nimekwambia toka nyumbani kwangu, usiniharibie siku. Toka! Ndio maana ukui wewe, mwangalie kifupi kama kimba. Mavi makata wewe. Jiangalie. Unaendekeza uchawi tu. Jiangalia hata nguo zake alizokuwa na. Ndio maana unawili kwa ushirikina wako unaoendekeza. Yaani nasemaje? Umelianzisha. Kwa kifupi, umelikoroga, utalinywa. Yaani mimi mtumbadi. Kumbe ulikuwa unanisikia tu Ulikuwa unijue mimi ni nani? Unatakaza vita na mimi? Mshenzi mkubwa wewe usiokuwa na haya. Sasa mimi ndo habari yao. Yaani mimi haipingwi. Kwanza ushaniharibia siku. Chasambe mwanangu, najua mimi na dada tumekukosea sana, ambao binadamu wa kawaida hawezi kufanyiwa mambo kama hayo. Nakuomba sana unisamehe ndugu yangu. Najua ni mambo mengi nimekutendea mimi na dada yangu,
lakini tambua kuwa mimi ni binadamu, nakosea. Nimekukosea sana mwanangu, naomba msamaha wako. Kapelo, niombe msamaha sana kwa Chasambi. Chasambi, hakuna lenye mwanzo ulokosa mwisho rafiki yangu. Hebu tazama leo hii hali ya wazazi wetu, jinsi gani walivyoteseka. Nilikuwa nakuomba Chasambi rafiki yangu, uweze kuwasamea wazazi wetu tafadhali. Kweli mwanangu, tusamee. Wewe ni mtoto wa dada yangu, ni mwanangu. Tumefanya makosa makubwa sana mwanangu, naomba unisamee. Mimi ni mama yako. Mimi nimewasamehe na ndio maana nimekuja hapa, na ujio wangu sio hicho tu kuwasamehe. Nimekuja kwa kabidhi mali, hati zote mlizokuwa unagombea nimekuja kwa kabidhi leo. Asante sana ndugu. Nimekabidhi hizo hati, lakini kabla baba hajafariki alinigia angalizo hizo mali zisiuzwe hata kitu kimoja, maana pale alisema ni kama kambini, mtu yoyote anofeli maisha lazima arudi pale. Nashukuru sana ndugu yangu. Binadamu wachache sana wana moyo kama wako, na nikwambie tu ndugu yangu, nakuomba sana uendelee kukaa pale. Mama, sio kwamba naondoka na wakimbia nyinyi, lakini nimeamua niende katafute maisha yangu mbele. Kwa hiyo nilikuwa naomba ruhusa yenu jamani. Nisamehe sana mimi mama yako, nimekufanyia makubwa sana, naomba unisamehe babangu. Kapelo, wewe ni rafiki mzuri sana katika maisha yangu. Acha mimi niende mjini nikatafute maisha, lakini naomba nitunzie ndugu zangu. Chasambi, ondoa shaka rafiki yangu kuhusu hilo, maana uzazi wako wewe ni kama uzazi wangu mimi, na kweli nitawatunza kama ambavyo naweza kuwatunza uzazi wangu wenyewe wa kunizaa. Mwenyezi Mungu atakufunza. Asante sana. Nakuombe ufike salama na utukumbuke ndugu zako. Nakutakia kila la heri mwanangu katika safari yako, ukafanikiwe mwanangu, sina kinyongo na wewe.